Raila Odinga sasa hivi atangaza mkutano mkubwa wa wabunge wa Mega wa Azimio la Umoja kufanya uamuzi wa kisiasa wa tetemeko la ardhi, ambapo sasa hivi ameweza kutangaza tarehe rasmi. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu. Raila Odinga, mwanasiasa mashuhuri nchini Kenya, ametoa tangazo la msingi wakati wa kuwahutubia wanachama na washikadau wote wa chama cha ODM katika kaunti ya Nyamira. Akifichua mipango ya mkutano mkubwa wa kisiasa, alishiriki kwamba wakuu wa wabunge wa Azimio la Umoja wamepangwa kukutana Jumatano na Alhamis na kufikia kilele cha uamuzi wa tetemeko la ardhi mnamo Januari, tarehe ambazo mtazamaji wetu sasa hivi hazijaweza kuwekwa kirasmi. Lengo la mkutano huo litakuwa ripoti ya kamati ya kitaifa ya mazungumzo NADCO iliyotolewa wiki iliyopita, huku Raila Odinga akisisitiza kuwa timu ya Azimio la Umoja itashiriki katika majadiliano ya kina kuhusu mapendekezo ya kamati hiyo. Mchakato huu unaanza na mkutano wa Jumatano, ukifuatiwa na kiapo na baraza la uongozi la Azimio la Umoja na wabunge siku ya Alhamis. Uamuzi wa baraza la utawala la Azimio la Umoja kuhusu ripoti ya NADCO unasubiriwa kwa hamu, ikizingatiwa kwamba baadhi ya wakuu tayari wameelezea kudhoridhishwa kwa kuhusu mapendekezo fulani. Raila Odinga alizungumzia umuhimu wa uamuzi unaokuja ulionufaisha na tetemeko la ardhi ambalo litarekebisha sura ya kisiasa nchini Kenya. Mada kuu ya kisiasa ni makubwa, kwani kukataliwa kwa ripoti ya NADCO kunaweza kuzusha maandamano nchini Kenya, wakati uidhinishaji wake unaweza kusababisha mabadiliko ya kisiasa na sauti zinazopinga kutoka pande zote mbili. Kusifiwa kwa rais kwa ripoti hiyo kama inatosha kushughulikia masuala kunaongeza safu nyingine ya utata katika mchezo wa kuigiza wa kisiasa unaojitokeza kwa sasa. Ndizo taarifa za hivi sasa, narejea na makala mengine zaidi.